fuso ya 5 ile ya basoda mara yuko sasa wanaanza rudia ya 6 ile basoda wa Rwanda wanarudia ya 7 ile mie niko hapa Mugunga Kimashini ya 8 ile kabisa na konvo ile nyuma yao. Tunakukaribisha tena ndani ya Media Goma TV, sehemu pekee utapata habari zenye uhakika. Kwa sasa hili utaendelea kuungana na mimi kuendelea kujua mengi kupitia Media Goma TV na kupitia Media Bukavu TV, sehemu pekee yenye habari zenye uhakika. Kwa sasa leo ni tarehe 4 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Tuna habari mengi ya kutangazia kupitia yote yanayopatikana ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, kati la jeshi la M23 pamoja na wanajeshi wa jeshi la FARDC. Kwa sasa tunawaletea habari zetu na tunaletea kurasa zetu za habari. Tunafungua kurasa zetu kwa sasa katika muda huyu. Kwa sasa habari haya ninakuja kuwapeleka. Kabla niwapeleke na kuuliza, wewe ni shabiki wa Media Goma TV kutokea eneo gani? Ama wewe ni shabiki wa Media Bukavu TV kutokea upande gani? Kama wewe tayari unatusikiliza kutokea maeneo ya Kinshasa, Lubumbashi, Manyema, kutokea upande wa Sud Kivu na upande wa Nord Kivu, tunakukaribisha tena. Endelea kusubscribe, endelea kupartage, kwa sababu ni sehemu pekee utapata habari zenye kamili. Na kwa sasa mashabiki zangu wote diaspora, Canada, kutokea England, kutokea Sweden, kutokea Ufaransa, Norvege na uko mainchi mengine, kwa sasa tunawakaribisha kupitia Media Goma TV na kupitia Media Bukavu TV. Mashabiki zangu, tunaleta kwa sasa katika kurasa zetu za habari. Tukifungua kurasa zetu za habari, nitakuja kuwapeleka kuwapasha habari zingine kutokea eneo ya Kavumu, na habari zingine nitakuja kuwapeleka kutokea Kavumu niwapeleke mara moja eneo ya Nyantende, na kuja kuwaletea habari zingine kutokea Fizi, Uvira, Baraka na Kalemi na Mwenga. Habari zingine zinatoka huko. Nitakuja kuwapasha habari zingine kutoka katika eneo ya Walikale na katika sehemu zingine tofauti. Kwa sasa jambo hili linaonekana katika eneo hizo. Mtaendelea kunisikiliza sasa katika habari zetu zenyewe zinaendelea kuonekana katika Media Goma TV na Media Bukavu TV. Kwa sasa mashabiki zangu, nakuja kukuletea habari mara moja kutoka ndani ya Fizi. Habari zinavyotoka katika eneo ya Fizi na eneo ya Uvira, Baraka. Kwa sasa jambo linaonekana huko, jambo sio nzuri katika kwa sasa wanajeshi wa FARDC. Kwa sasa jambo nimekuletea katika mada hili. FARDC wamezingira katika mji na kufunga mnyororo zote, kwa sababu wanajua kama jeshi la M23 wanaendelea kupenya katika maeneo zote, ili lengo lao ni kuingia katika miji ili Baraka na Fizi na upande wa Uvira. Kwa sasa mchuto wenye risasi linaendelea kuonekana katika vijiji vya Kibanju tangu leo asubuhi. Mapigano yamezuka tena katika kijiji cha Kibanju kuelekea eneo ya Malima na kuelekea eneo ya Kageregere. Kumeonekana kwenye mtuto wenye mgogoro wenye vita. Nakuja kukuletea kwa sasa habari zingine zinatoka upande, ndakuja kuwachambulia huko. Ndakuja kuletea habari zingine zimetoka katika eneo niliwatangazia katika habari za asubuhi, na habari zingine za jana nikawaambia katika eneo ya Walikale, kutoka eneo ya Ikobo kulikuwa mapigano, lakini katika mapigano ilikuwa Ikobo tarehe 3 mpaka leo tarehe 4 ilikuwa asubuhi. Mashambulizi ameendelea kuonekana Ikobo Saidi mpaka katika eneo ya Kisimba. Katika eneo ya Kisimba, kumbuka sio mara ya kwanza kwenye mtuto wenye risasi umeendelea huko. Katika eneo ya Kisimba kunaonekana mapigano tangu mwaka 2025 kati la jeshi la M23 na wanajeshi wa Wazalendo na FARDC wanaendelea kukabiliana katika maeneo haya. Na katika eneo ya Kalonge, kumbuka Kalonge tena mashambulizi yamewaka mbele. Kumbuka mapigano yalikuwa tena mwezi wa 6 mwaka wa 2026, ilikuwa ni tarehe 13 huko Kisimba. Niliwaeleza tena huko eneo ya Kalonge tena mashambulizi yalikuwa mwezi wa 5 tarehe 13 mwaka 2026. Eneo inaitwa Murema tena kulikuwa mapigano mwezi wa 4. Nawapeleka kwa sababu leo tena mapigano yamezuka tena huko. Ilikuwa kama mapigano eneo ya Murema, ilikuwa tarehe 13 mwezi wa 4 mwaka wa 2026 katika kijiji cha Mulehusa kuna kuwaga mashambulizi kila mara. Wanajeshi wa Wazalendo wakiwa katika maeneo haya wanaokabiliana na waasi walikuwa wanapigana sana mwezi wa 3. Mwezi wa 3 ndio kulikuwa mapigano, ilichukua karibu wiki mbili kabisa, posho mbili. Ilikuwa na mapigano tarehe 11 mwezi wa 3 mwaka 2026.
eneo inaitwa Banamurema, eneo ya Banamurema. Mapigano haya yalikuwa tena mwezi wa 7 tarehe 3 mwaka 2026. Na katika mgogoro tena huyu umekuwa tena huyu mwezi wa 8 tarehe 1 mapigano yalianza mpaka tarehe 4 mapigano yameendelea kuzuka katika eneo ya Kikobo, Kisimba, Kalonge, Murema, eneo ya Bukumbirwa, Bulehusa, Lusamambo na kuelekea Banamurema. Kumbuka haya mapigano yanaweka katika maeneo haya sio mara ya kwanza. Kwa sasa hapa watu mpaka raia population, hii vita ilikuwa tarehe 3, population ilikuwa lendi, population waliogopa mpaka wengi wakakimbilia maeneo yenye usalama. Mpaka sasa hizi tunazungumuza mapigano yameendelea kuwaka zaidi. Habari zenye zilikuja kutokea kwa sasa, hatua serikali ya Kongo ilipeana FARDC, gouvernement rais Felix Tshisekedi hatua ilipeana gari 12, gari zenye zilikuja kuonekana Land Cruiser inaitwa Toyota, zilikuja kuonekana zikipewa na wanajeshi wa jeshi la Uganda linaokabiliana na waasi wa ADF hapo Beni. Hizo magari zimeleta changamoto kwa sababu wanajeshi wa Wazalendo wamekasirika kupitia hizi gari zimepewa wanajeshi wa Uganda, na hatua wanajeshi wa Wazalendo wamepambana kwa kweli zaidi, hawajawahi pewa hata gari moja na serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Magari wanapewa tu ni zile zenye kwa zile za kuzeeka zile za jeshi zinapewa tu, na wale wa komanda zimeshachoka ndio wanapewa Wazalendo. Kwa sasa Wazalendo wameona wanapewa wanajeshi wa Uganda gari 12, lakini gari zilionekana kwenye macho ya population ni gari 10 na funguo zazo zilikuwa zinapewana kabisa. Na hizi gari mpaka Wazalendo kutokea eneo ya Beni, eneo ya Ituri wamekasirika zaidi, mpaka wanasema kwa sasa hili jambo, kwa nini rais apeane magari kwa wanajeshi wa Uganda? Hakuna kenye wanafanya hapo, wanafanya vita inaendelea kusonga hapo kila mara, hakuna jambo linaonekana kusema tayari FARDC wanajeshi wa Uganda kuna jambo wanawasaidia watu, population inaendelea kuwawa kila mara. Mnaona gisi wakaaji wanakatakatwa vichwa katika eneo ya Ituri, eneo ya Beni, mpaka population wote wamejiuliza. Hata mkiangalia kamanda huyu alikuwa anapeana magari hii kama ile atu aliuliza pour la motivation, akauliza kwa sababu gani. Hata ukisikia gisi alikuwa akizungumza kwa kusema hizi magari zilipewana na kiongozi mkubwa wa Jamhuri wa Kongo, ndio nani? Ni Felix Tshisekedi, rais. Sasa hajaongea na avec courage, hajaongea avec honneur, aliongea na wasiwasi. Kwa sababu gani? Hili ni jambo lenye hizi magari zilipeana zote zitaenda Uganda, hazitabaki Kongo. Hizi magari zote zitaenda Uganda. Hii itakuwa ni mafaa na fanyikio ya Uganda. Sijui kama unanielewa. Sasa hili ndio jambo linakuwa ndani ya Kongo hizi. Baada ya kufurahisha wananchi, baada ya kufurahisha wanajeshi wa nchi, mnafurahisha viongozi, nafurahisha wale wa nje. Sasa wale wa nje wataendelea kuprofite ndani ya nchi, waendelea kutajirika. Sasa wale wa nchi sasa wanaendelea kufanya nini? Kuwa mamaskini. Gisi hizo magari zinapeana. Vijana wa Wazalendo wanateseka kila mara kutembea na miguu. Kwenyewe wanatembea kabisa, hata ukiangalia masafari zao zote ni miguu. Lakini kama hizo magari zipeana zote, mpaka population wamekasirika sana, mpaka wamejiuliza kwa sasa jambo hili ni jambo lenye siasa, kwa sababu kama tayari wanaendelea kustenire jeshi la Uganda na hakuna kenye wanafanya kwenye uwanja mapambano, population inateseka kila mara, population uwawa, mpaka kuna vitu vyenyewe watu wengi wametuma kwenye makomenti, lakini baadaye tutakuja kusoma ujumbe za watu baadaye. Lakini tukirudi katika mji wa Shabunda, kuna habari zingine zimetoka Shabunda, mpaka raia population wa Shabunda wamekuwa na changamoto zaidi kuhusu wanajeshi Wazalendo. S'il vous plaît, jeshi la Wazalendo kutokea Shabunda. Hii ni habari kuhusu nyinyi, kwa sababu wakaaji wa Shabunda, population ya Shabunda wamepeana kabisa, wamechoka kwa sababu hawawezi kuendesha biashara na wanazalendo wa Shabunda wako hapo. Vijiji kadhaa wanaendelea kuzingatia raia population na kuwanyanyasa. Tukirejea katika eneo ya Kamituga, raia population ya Kamituga wameteseka zaidi, mpaka wametuma comment na kusema tayari tutangaze hili habari. Kwa sababu gani? Wanasema kwa sababu kila mara serikali likipita barabara za Kamituga, wanajeshi Wazalendo wanaondoa kamba, lakini tayari wakishatoka tena wanarudisha kamba.
Sasa wale watakuja nyuma wa FARDC, nani, raia population, wana biashara, wale wakisafiri, wale ndio wanapata changamoto. Wakasema mapetite barriere ya kwanza utaweza kupata inalipisha 10,000, ya pili utapata inalipisha 20,000, ya tatu utapita inapitisha 30,000. Sasa hili ndio changamoto wanaendelea kupata katika maeneo hiyo, na hili shida lenye lilianza Kamituga, mliona gesi ilikuwa limechukua Plaine de Ruzizi. Mnakumbuka hatua viongozi wa serikali walitoa hizo makamba, lakini hapo eneo za Luvunge kamati za barabara zote za Sange kuelekea tangu siku M23 walitoka kwa njia, zilikuwa changamoto. Watu walikuwa kitoka Bukavu walikuwa wanapitia changamoto wote, na kwa sasa hili ndio changamoto linaendelea kuonekana katika ndani ya uwanja kwa sasa. Na kama unavyonisikiliza mashabiki zangu, kumbuka leo tuko na mengi ya kuwatangazia, tuje kuwa pamoja na mimi, kwa sababu leo nilikuwa nataka niwaonyeshe kila jambo kinachopitikana katika msafiri wenye vita ndani ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kwa sasa Kalehe niliwatangazia kuambia Kalehe wamefurahia sana kuona umeme, kuona stima, kwa sababu karibu miaka hawajawahi kuona moto katika nyumba. Kwa sasa wote wanaanza kuona mwangaza. Hili ni jambo watu ya Kalehe wao hawataki kujua mazuri ya M23, wao wanajua hata mabaya yao hawataki kuiona. Kwa sasa wameona, wamefika le, wamepata njia mafanikio mengine. Kwa sasa mashabiki zangu, nawakaribisha kupitia media Goma TV na kupitia media Bukavu TV, tuje kupata habari zetu za jioni na habari za mchana. Kwa sasa ukiwa unanifuatilia habari ya asubuhi, habari ya mchana na habari za jioni ndani ya media Goma TV na ndani ya media Bukavu TV, Mungu awe na nyinyi. Bye bye, tuje kupatana kwa habari zetu zingine. Bye bye.